Kuna vitu vitatu ambavyo unavihitaji kuvizingatia ili kuweza kubadili kitu kilichopo katika ulimwengu wa roho kisitimie kama kilivyo. Inawezekana umeota ndoto mbaya, umeota ndoto unakimbizwa, au unaota ndoto unafukuzwa kazi, unaota ndoto mbaya ambayo usingependa itimie, unakufa, unapata matatizo hivyo. Au umepata maono mabaya, au mtu mwingine kakuotea ndoto mbaya na hutaki itimie, au kuna mtu kakutolea unabii mbaya na usingependa unabii ule utimie. So kuna vitu vitatu vya kuzingatia ili isitimie kama ilivyo. Kitu cha kwanza ni maombi. Maombi maana yake ni maombi, mawasiliano kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Kwa sababu maombi yanahusisha ulimwengu wa roho, maana yake Mungu ambaye yupo katika ulimwengu wa roho. Utakapoomba ni rahisi sasa ile nguvu ya Mungu ikajihusisha katika kuyageuza yale mambo yasitimie kama yalivyo. Na ndio maana ni muhimu sana kuomba. Yesu akasitiza akasema, imewapasa kumuomba Mungu siku ngapi? Zote, wala msikate nini tamaa. Akiwa na maana kwamba kuna mambo ambayo yapo katika ulimwengu wa roho na yasingefaa yatimie. Ukiwa mtu wa kuomba utaweza kuyazuia. Lakini kitu cha pili ni sadaka. Sadaka hizi nazotoa. Sadaka kwa nini? Watu wanahisi kwamba sadaka zinaishia duniani. Yes, of course, sadaka zinaishia duniani, lakini moyo wa ile sadaka, ule moyo wa kuitoa, huwa unapokelewa na nani? Na Mungu. Ndio maana Kornelio akaambiwa sala zako na sadaka zako zimefika mbele za nani? Za Mungu, na kuwa ukumbusho. Sio tu zimefika, lakini pia zimefanyika ukumbusho. Alafu pale tunao ulimwengu wa roho wa Kornelio ukabadilika. Alikuwa sio mtu ambaye anastahili wokovu, lakini akaupokea mpaka kwenye mwili. Kwa nini? Akaambiwa sala zako na sadaka zako. Sala ndo maombi, sadaka ndio hizo sadaka. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kutoa, unaweza ukabadili lile jambo baya ambalo lilikuwa juu yako katika ulimwengu wa roho lisitimie. Kwa nini? Unaposoma katika Wafalme wa Pili, Elisha alikuwa amewatabiria wana wa Israeli kwamba watashinda vita dhidi ya Washami. Lakini walipofika pale hawakuweza kushinda kwa sababu mfalme wa Shami alimchukua mwanae kwanza akamtoa kafara. Akamtoa sadaka. So katika kule kumtoa sio kwa Waisraeli wakashindwa. Sasa kushindwa haina maana kwamba Elisha aliwadanganya, lakini kuna kanuni ya pili ilitumika kubadili ushindi ambao ulikuwa wa Israeli kwa ulimwengu wa roho ukaenda kwa adui. Unaitwa nini? Sadaka. Okay? Lakini kitu cha tatu ni maneno unayojitamkia au unayotamka. Yes, mimi ni wa hivi tu. Hata Mungu akuoteshe ndoto nzuri kwamba naenda kubadili maisha yako na kuyabadilisha, unaendelea kusema mimi wa hivi tu. Sisi uko wetu ni wa hivi nini. Basi yale mazuri yaliyopo katika ulimwengu wa roho hayatatimia. Lakini hata kama kuna mabaya, ukianza kuongea utafanikiwa kuyageuza. Barikiwa sana.